haki. Na rais wa Marekani amedai Iran imesema iko karibu kuporomoka na kumtaka afungue mlango bahari wa Hormuz, huku Iran ikisema Marekani imeomba mazungumzo zaidi ili kusitisha vita. Mfalme Charles anatarajiwa kulihutubia bunge la Marekani akiwa na ujumbe wa kuwa mara kwa mara Uingereza na Marekani zinapata njia ya kuja pamoja. Sera yao ya kukimbiza wageni ili wao waweze kupata fame, yani waweze kujulikana, waweze kupata wanachama kwenye chama chao. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa kwako na Mileila Mohamed. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umetangaza kuwa unajiondoa katika kundi la OPEC na OPEC Plus, kundi la mataifa makuu yanayozalisha mafuta baada ya kuwa mwanachama kwa takriban miaka 60. Taifa hilo limesema uamuzi huo unaambatana na maono yake ya muda mrefu ya kimkakati na kiuchumi pamoja na mabadiliko ya taswira yake katika sekta ya nishati. Hatua hiyo inatazamwa kama pigo kubwa kwa muungano huo na kutajwa kuwa kama mwanzo wa mwisho wa OPEC. Waziri wa nishati wa taifa hilo la Ghuba amesema hatua hiyo itawezesha kuwa na uhuru zaidi wa kufanya maamuzi. UAE ilijiunga na OPEC mwaka 1967 na kuondoka kwake kutaacha muungano huo ukiwa na wanachama 11 pekee. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Iran imetaarifu Marekani kwamba nchi hiyo iko katika hali ya kuporomoka na ingependa Marekani ifungue tena mlango bahari wa Hormuz haraka iwezekanavyo. Rais Trump hakutoa ushahidi wowote wa kauli yake aliyotoa kupitia mitandao ya kijamii. Mazungumzo yalikuwa yamepangwa kufanyika nchini Pakistan mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini Rais Trump aliamua kutotuma wajumbe wa Marekani kuhudhuria mazungumzo hayo. Ujumbe wake huo ulikuja muda mfupi kabla ya yeye kukutana na Mfalme Charles wa Uingereza ambaye yuko katika ziara ya kiserikali, huku kukiwa na mivutano kuhusu uamuzi wa Uingereza wa kutojiunga na vita vya Rais Trump dhidi ya Iran. Urusi imetuhumu Ukraine kwa kuvuruga utulivu wa masoko ya nishati duniani baada ya mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani kusababisha moto mkubwa katika kiwanda cha kusafisha mafuta nchini humo. Ukraine imelenga kituo hicho kilichopo katika bandari ya Urusi huko Tuapse mara kadhaa mwezi huu. Mashambulizi hayo yameharibu mazingira huku moshi mzito mweusi ukifuka kutoka eneo hilo. Ukraine inasema inashambulia vituo vya nishati kwa sababu vinafadhili uvamizi unaoendelea wa Urusi. Vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vinasema kuwa Rais Putin amemwagiza waziri wa masuala ya dharura kutembelea Tuapse ili kusimamia juhudi za kuzima moto nchini humo. Maandamano ya March and March Movement yanayopinga uhamiaji nchini Afrika Kusini yamefanyika mjini Pretoria. Maandamano hayo yametokea baada ya mfululizo wa visa vya kuwashambulia wahamiaji maarufu kama xenofobia wakiwalenga raia wa kigeni nchini humo. Phyllis Mote anaeleza zaidi. Hayo yakijiri, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani mashambulizi dhidi ya wageni katika siku ya kitaifa ya uhuru, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina deni la shukrani kwa mataifa mengine ya Afrika yaliyounga mkono mapambano yao ya ukombozi. Rais Ramaphosa amesema kuwa serikali inashughulikia uhamiaji haramu, ufisadi katika sekta ya uhamiaji na biashara zinazoajiri watu wasio na nyaraka rasmi, huku akiwahimiza wahamiaji kuheshimu sheria za nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ghana imekataa pendekezo la makubaliano ya msaada wa afya kati yake na Marekani kutokana na wasiwasi kuhusu vipengele vinavyohitaji ushiriki wa data nyeti za afya na shinikizo la mara kwa mara. Taarifa ya Phyllis Mote inafuatilia taarifa zaidi na Isabella Magodi. Maafisa wa Ghana wananukuliwa wakisema kuwa serikali ya Washington ilitaka kupewa ruhusa kupata data za afya za raia wake, jambo ambalo Ghana ilikataa. Hadi sasa hakujakuwa na majibu ya kina kufuatia ripoti hizo kutoka kwa upande wa serikali ya Ghana wala ya Marekani. Inaripotiwa kuwa masuala kama hayo pia yamekwamisha mazungumzo kati ya Marekani na nchi za Zimbabwe na Kenya. Utawala wa Trump ulivunja shirika la misaada la Marekani USAID mapema mwaka huu, na Washington imetangaza mikakati mpya unaozitaka nchi maskini kuchangia zaidi katika huduma zao za afya. Urusi imesema kuwa Mali bado inakabiliwa na changamoto kubwa ya kiusalama kufuatia mashambulizi ya waasi wa Kiislamu na wapiganaji wa kujitenga wa Tuareg mwishoni mwa wiki.
Wizara ya ulinzi mjini Moscow imesema kuwa waasi hao wanajipanga upya kuendeleza mashambulizi. Mamluki wa Urusi walikuwa miongoni mwa vikosi vinavyounga mkono serikali vilivyofurushwa kutoka kwenye nafasi zao wakati waasi walipoteka maeneo na kumuua waziri wa ulinzi wa Mali. Kiongozi wa utawala wa kijeshi wa junta uliopinduliwa serikali miaka 6 iliyopita, Jenerali Assimi Goita, kwa muda sasa hajaonekana hadharani. Shirika la ndege la Mali limesitisha safari za ndege kwenda na kutoka miji miwili ya kaskazini na katikati mwa nchi hiyo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Msikilizaji, matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kule visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, nchini Tanzania Tegesikio kupitia Radio Free Africa Classic FM na Abud FM. Nchini Kenya unayapata matangazo haya kupitia Milele FM, Pamoja FM na Mwenedu FM. Ukiwa Uganda ya Tegesikio kupitia Radio Lira, Radio Kitara na vile pia anapatikana kupitia Voice of Karamoja. DRC bila shaka utayategesikio kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu, yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Karorobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kutokana na matatizo ya kiufundi tulipoanza matangazo haya hatujaweza kujumuika na mwenzangu, lakini natumai kwamba mafundi wetu wa mitambo watashughulikia hilo na tutaungana muda so mrefu kutoka sasa na David Nki. Lakini kwanza nikupashe taarifa kutoka kule Afrika Kusini, ambako Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani mashambulizi dhidi ya wageni katika siku ya kitaifa ya uhuru, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina deni kwa nchi nyingine za Afrika ambazo ziliunga mkono harakati zao za ukombozi. Rais Ramaphosa amehakikisha kuwa serikali yake inakabiliana na uhamiaji haramu, ufisadi katika sekta ya uhamiaji na biashara zinazoajiri watu wasio na vibali, huku akiwataka wahamiaji kuheshimu sheria za nchi hiyo. Phyllis Mwate anakuarifu zaidi. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha uhuru wa nchi hiyo, Rais Ramaphosa amesema kwamba serikali yake inakabiliana na uhamiaji haramu, ufisadi katika idara ya uhamiaji na biashara haramu ya watu ambao hawana stakabadhi rasmi kuajiriwa katika sekta mbalimbali nchini humo. Aidha, rais huyo amewataka wahamiaji wanaoishi na kufanya kazi nchini Afrika Kusini kuheshimu sheria za nchi hiyo. Hatupasi kukubali mzozo unaohusu wahamiaji walioko nchini kinyume cha sheria kuleta chuki miongoni mwa Afrika wenzetu. Hatupasi kukubali hilo kufanyika. Kweli sote tuna wasiwasi kuhusu wahamiaji haramu nchini mwetu na hata katika mataifa mengine. Hatupasi kukubali hili kuleta chuki dhidi ya wageni. Kwa upande wake, ubalozi wa Tanzania umesema kwamba japo kuna video zinazosambaa mitandaoni zikisemekana kuonyesha raia wa Tanzania wakivamiwa, hakuna taarifa zozote ambazo zimefikia ubalozi huo kuhusiana na yanayoendelea dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Kuna mtu yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni ambaye ameshambuliwa ambaye ana uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshambuliwa na hicho kinachoonekana kuwa ni kama makundi ya raia wazawa wa hapa wakishambulia wageni? Hatuna Mtanzania. Umeenda mbali, umefanya pia tathmini na kufanya mazungumzo na viongozi wa jumuiya za Watanzania katika majimbo kadhaa, majimbo 9 ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini, na kuwauliza kuhusiana na iwapo katika maeneo yao yupo Mtanzania yote ambaye ameshambuliwa. Ukweli ni kwamba videos zinazoonekana zikirushwa, yani picha mjongeo, zinahusisha matukio ambayo yametokea zamani, siku za nyuma. Haya yanajiri huku maandamano ya kupinga uhamiaji haramu yakifanyika huko kusini mwa Pretoria, huku kukiwa na ongezeko la hisia za chuki dhidi ya wageni na matukio yanayowalenga wahamiaji wa Kiafrika. Maandamano hayo ya March and March Movement yanayopinga uhamiaji nchini Afrika Kusini yamefanyika na watu walikuwa wanaimba nyimbo mbalimbali huku wakiwa wamebeba mabango ya kusema kwamba hii ni nchi yangu. Maandamano hayo yametokea baada ya mfululizo wa visa vya kuwashambulia wahamiaji maarufu kama xenophobia wakiwalenga raia wa kigeni nchini humo. Ingawa sababu kamili ya maandamano hayo haijatolewa, maandamano sawia ya awali yalikuwa ya kuwashinikiza raia wa kigeni waondoke nchini humo. Maandamano haya yametokea baada ya vifo vya raia wawili wa Nigeria. Namni taarifa yake Phyllis Mwate. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na Emson Mchao. Huyu ni Mtanzania anayeishi Johannesburg, Afrika Kusini. Anaanza kwa kuelezea hali ilivyo kwa sasa.
Kwa kweli hali mpaka dakika hii iko ina taharuki, yani chochote kikitokea ukimwona mtu anakimbia unahisi ni hao watu ambao ni hicho chama cha wanajiita match to match. Yani ni chama cha siasa ambacho kimekuja kinaleta sera yao ya kukimbiza wageni ili wao waweze kupata fame, yani waweze kujulikana, waweze kupata wanachama kwenye chama chao. Hicho ndio kitu ambacho kinachoendelea mpaka sasa. Sasa Mchau, mpaka sasa kuna kisa chochote cha Mtanzania kuvamiwa ambacho wewe unakifahamu? Mpaka dakika hii sijaona wala sijasikia ndugu yangu yoyote kutoka nyumbani Tanzania wala East Africa akiwa amepata hiyo xenophobic attack. Zaidi tu labda ni clips zinazosambaa, ni hizi clip ambazo zilitokea miaka ya nyuma. Hizo ndo zinazoleta taharuki na zinazosambaa zaidi kwenye mtandao kuliko hata kinachoendelea hali halisi. Sana tu kama mimi hapa nilipokuwa blocks za nyuma jana, kulikuwa kuna tukio wa Ethiopia kwa Ethiopia walifanyiana, yani walikuwa wanatafutana kimasuala ya kibiashara, wakapigana bunduki, na hiyo ndo ilileta taharuki. Basi ikabidi watu tukaanza kufunga maduka, tusikia milio ya bunduki, lakini ilikuwa ihusiane na mambo ya au match to match. Hili swala la ubaguzi kufikia sasa, serikali ya Afrika Kusini, wewe upo hapo, imezungumza lolote? Kwa kweli South Africa hawajazungumza kitu, ila watu wa upande wa tax owners ambao hao ndo mara nyingi wanatoa hizi habari au ndo wanafanya biashara zaidi hapa Afrika Kusini, wao ndo wamekuwa watu ambao wakikemea zaidi kuhusiana na hili swala, kwa kuwa wao watakuwa wapati abiria, na abiria ni unavopata abiria ni wanapato la kila siku. Kwa hiyo watu wasipoenda mjini, ina maana kwamba watu hawapandi mabasi, ina maana kwamba mzunguko wa pesa utakuwa haupo, na wao watashindwa kurudisha marejesho yao ya hizo tax wanazozi own. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kilichozungumzika, lakini kwa upande wa serikali bado imekuwa kimya, ila ubalozi wa Ghana ndo ameweza kuzungumza na serikali ya hapa, na bado hatujasikia majibu yoyote kutoka kwa upande wa serikali. Mchau, ninyi kama raia wa kigeni mnachukua mikakati na tahadhari gani sasa ili kukabiliana na adha hii, hasa kwa kushirikiana na serikali zenu? Kwa kweli mpaka sasa tuko karibu zaidi na viongozi wa ubalozi na viongozi wanaoongoza wa Tanzania kwa ujumla. Tunapeana taarifa tu, bwana vipi mtaa fulani kuna tukio lolote, kama kuna tukio basi ina maana kwamba tunapeana taarifa on time ili tusiweze kufika pale, na tunajaribu tu kupunguza mizunguko mingi ya kuzunguka bila sababu. Kama mimi niko ofisini saa hizi nafanya kazi, nikitoka hapa moja kwa moja straight nyumbani, hakuna ile vigenge. Hiyo ndo tahadhari iliyokuwepo, na pia tuko kwenye magroup. Hayo magroup yanatuweza kutusaidia kwamba tunajua wako wapi na clip ipi ni ya zamani, clip ipi ni ya ukweli. Tunafuatilia pia vyombo vya habari. Hizo ndo kitu ambacho kinachoendelea mpaka dakika hii kwa upande wetu sisi. Bila shaka una marafiki wa Afrika Kusini wengi tu hapo ambao mpo nao karibu. Yeah. Wewe ukizungumza nao, wao wanakuambia nini, na wanadhani kwamba hiki wanachokifanya ndio suluhisho? Hapana, hili sio suluhisho, na sio wote ambao wanakubaliana na hayo masuala ya xenophobia, kwa sababu wengi tunafanya nao kazi na wengi wamekuwa ni watu ambao wanaingiza hela kupitia sisi na sisi tunaingiza hela kupitia wao. Mimi ni graphic designer. Kwa mfano labda kama nikiwa sijafungua ofisi, ina maana kwamba wao hawapati artworks, na wasipopata artworks ina maana kwamba hawapati kutengeneza pesa. Kwa hiyo hawawezi kuendana na hili. Hili ni swala ambalo la watu wachache tu, hata kama ni South Africa ni asilimia ndogo sana ambao wamekuwa wakifanya masuala hayo ya kibaguzi na nini. Ni watu ambao wenye akili ndogo, na hasa wale ambao wanatoka KZN, ambao wanatoka mashambani, sio wale wa mjini. Watu wa mjini ni watu ambao wako very charming na wako very yani cooperate nao vizuri tu, hakuna tatizo. Kwa upande wa hawa ambao marafiki zangu ambao wamenizunguka wa Afrika Kusini. Sasa Mchau, hii sio mara ya kwanza kwa vitendo hivi vya uvamizi dhidi ya wageni kufanyika hapo Afrika Kusini. Hii inawapa picha gani kuelekea mbele? Hii inatupa picha tu ni kwamba tuendelee kujipanga zaidi. Kama unaishi hapa, basi maisha yetu ndio yameshakuwa hapa, lakini tuinvest na nyumbani, ili kama itatokea itakuwa ni balaa zaidi, basi turudi nyumbani na tuwe kwenye mikono salama. Tusirudi nyumbani tena na kuanza upya. Hata mimi imenipa hari kwamba ni invest zaidi nyumbani, niwe na mali nyumbani na niwe na mali hapa. Kama za hapa nikizikosa, basi niweze kupata muda wa kuweza kurudi nyumbani na kuweza kuanza upya na kuweza kufanya shughuli zangu. Lakini kwa sasa mimi kwa upande wangu nasema mimi bado nipo sana. Tutaendelea kukua hapa kwa sababu tumesha invest, tushapoteza muda mwingi. Wateja wangu wakubwa, hizo hela nyingi nikiwa hapa, mzunguko wa pesa huko hapa. Kwa hiyo sidhani kama ni kitu cha muda mrefu kitaendelea kwa muda mrefu, itaisha tu na mambo yatarudi kama kawaida. Naam, huyo ni Emson Mchau, Mtanzania anaishi Johannesburg, Afrika Kusini. Taarifa hiyo ya Afrika Kusini, chuki dhidi ya wageni, imeibua hapa hisia mseto katika ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema Afrika Kusini wamesahau walikotoka. Nason Evarist anasema mbona Afrika ni moja na wakati wa kupambania uhuru tuliwasaidia kupata uhuru hatukuwafanyia hivi. Naye Frank Henry Rwegoshora anasema kila sehemu vita mpaka lini, tunahitaji amani.
lakini Mbaraka Moshi anasema Afrika Kusini fateni utaratibu kuhusu wageni. Nikoraus Baba Furola naye anasema ukiona moshi ujue nyuma kuna moto. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alaani matukio ya chuki dhidi ya wageni yanayojiri katika baadhi ya miji ya Afrika Kusini. Tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu Tanzania leo imetoa ufafanuzi zaidi ikisisitiza uwajibishwaji uwe wa haki. Rais wa Marekani amedai Iran imesema iko karibu kuporomoka na kumtaka afungue mlango bahari wa Hormuz, lakini Iran inasema Marekani imeomba mazungumzo zaidi ili kusitisha vita. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, bado haujachelewa. Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inke na mwenzangu ni Caro Robi akiwa pale Nairobi. Tuende mbele ambapo bunge la kitaifa limeidhinisha miswada miwili kuhusu mkataba wa amani wa DRC na Rwanda na ushirikiano wa kimkakati wa DRC na Marekani, huku wabunge 371 kati ya 372 wakipiga kura ya ndio. Ripoti ya kamati ya pamoja ikiwa ni pamoja na marekebisho na mapendekezo kadhaa pia ilipitishwa ili kuimarisha mikataba ya Washington inayolenga amani, ustawi, wajibikaji na manufaa yanaonekana kwa watu wa DRC. Baada tu ya kuidhinishwa na mabunge yote mawili, miswada hiyo sasa itatumwa kwa Rais Felix Tshisekedi ili kuwa sheria rasmi. Chube Ngorombi na taarifa zaidi. Ni baada tu ya kuidhinishwa na mabunge yote mawili ndipo mswada hiyo itawasilishwa kwa Rais Tshisekedi ili kutangazwa na kuwapa nguvu kamili ya sheria. Kati ya wapiga kura 372, 371 walipiga kura mmoja tu ndiye aliyepiga kura ya kupinga kulingana na takwimu rasmi. Hakuna mjadala wa maana juu ya mikataba hii miwili ilifanyika. Hatua hii iliyotekelezwa nchini Kongo imezua maoni kadhaa. Ni ya mzuri, lakini wanazoea kutuambia kama mambo inatembea vizuri vile, tena wanakuwa wanabadilisha. Ile ndio inatusumbuaka sana sisi wakaaji. Mikataba imekuwa mingi ndani ya nchi yetu bila mafanikio. Tunapenda tu ni amani. Napinga mipango ile kwa sababu mara mingi wanaifanya na unafiki sana. Tunaomba waitimize. Kama wakaaji wa Kongo tunapenda amani ikue katika nchi yetu. Mnamo Jumatatu Aprili 13 bunge lilitangaza maadhinisho hayo mawili kuwa yatakubalika na kuyatuma kwa kamati ya pamoja iliyotajwa hapo juu. Miswada hii iliwasilishwa na kutetewa na waziri wa masuala ya kigeni Therese Kaikwamba Wagner. Makubaliano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani yanaanzisha ushirikiano wa kimkakati kati ya sekta muhimu kama vile madini, nishati, miundombinu na usalama. Inatoa mfumo wa ushirikiano uliopangwa unaoambatana na mifumo ya pamoja ya ufuatiliaji, huku ikihakikisha heshima kwa mamlaka ya kitaifa. Sengiwan leo, mwanachama wa Bireki kutoka mashariki mwa DRC, pia hapa ameelezea mtazamo wake. Nafurahi sana kwanza na wanabunge na inji tulikuwa tunasubiri. Hawezi kukubaliana kwa mambo ambayo itatutatiza sisi kama wanainji. Alafu kumbe ikwe mazuri kwa ngambo zote na kuridhisha, iwe Marekani, iwe Rwanda, iwe DRC Kongo, tunafurahi sisi. Nakala ya pili ilihusu mkataba wa amani uliohitimishwa tarehe 27 Juni 2025 kati ya DRC na Rwanda. Inalenga kukomesha uhasama, kutenganisha vikosi pamoja na kuanzishwa kwa utaratibu wa pamoja wa kuratibu usalama kwa lengo la kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Wakati wa mijadala ya kukubaliwa, manaibu kadhaa walisisitiza juu ya umakini wa wabunge na udhingatiaji mkali wa ahadi, haswa kwa upande wa Rwanda. Kwa hayo, upinzani unazingatia kuwa mazungumzo ya kitaifa ndiyo yanayofaa kuokoa taifa la Kongo katika hali ya ukosefu wa usalama. Ameeleza hayo Diem Merci Mungwa Kongwa kutoka upinzani wa Lamuka. Wanakuwa wakisaini tu
huko mikataba, lakini huku mashariki mwa DRC kila siku ni masasi. Ndo sisi kama vile upinzani tunasema kama dialogue national inclusive italeta suluhisho kuliko kuendelea kusainisani mambo, kudhani kama amani ya Kongo itatoka mashariki ama kaskazini ama magharibi. Amani ya Kongo itatoka tu hapa Kongo pamoja na Wakongomani. Naye Justin Mwanatabu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama, hapa pia ameeleza mtazamo wake. Tunawapongeza na kuwaomba waendelee katika njia hiyo, sababu hakuna kile ambacho vita inaendeleza isipokuwa kufanya kwamba maisha yazoroteshwe kabisa. Ni kusema tunawapongeza na kuwaomba waendelee katika njia hiyo kusudi watu ambao wanalalamika kila siku kulia kwa ajili ya vita na wengi ambao wamechoshwa, inabidi basi watu wafike kwa kukaa pamoja na kuzungumza, sababu mambo yote yanamalizika tu kwa mazungumzo. Haya yanaripotiwa wakati Umoja wa Mataifa ukitangaza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa ina takriban wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 6 kati ya watu wanaokadiriwa kuwa milioni 113. Takwimu hii inaiweka nchi hiyo ya 5 duniani miongoni mwa mataifa yenye idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao nyuma ya Sudan, Syria, Afghanistan na Ukraine, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Chubengorombi, Tira Dunia, BBC, Goma. Tukitoka huko DRC tunaangazia macho sasa mzozo wa Mashariki ya Kati ambako rais wa Marekani Donald Trump amedai Irani imesema iko karibu kuporomoka na kutaka afungue mlango bahari wa Hormuz. Lakini waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema Marekani imeomba mazungumzo zaidi ili kusitisha vita na kusisitiza kwamba Marekani haijafikia malengo yake. Alitoa matamshi hayo wakati wa ziara yake nchini Urusi ambako alimshukuru Rais Vladimir Putin kwa msaada kwa nchi yake. Nchini Iran, athari za kiuchumi zinatokana na vita kuzidi kuongezeka. Taarifa ya Lais Dosit inawasilishwa na Hamid Abubakar. Taarifa hii inapeperushwa kwa sharti kwamba isitumike kwenye idhaa ya Kiajemi ya BBC. Onyo hili limetolewa kwa mashirika yote ya kimataifa na vyombo vya habari yanayofanya kazi nchini Iran. Ni wimbo wa pongezi kwa jeshi la usalama la Iran, ikiwa ni wimbo wa mashujaa. Wanajitokeza kila siku katika viwanja vya Tehran wakiitikia wito wa serikali yao wa kutuma ujumbe kwa adui. Hata wanajeshi wamejitokeza wakiwa kwenye pikipiki na kuinua bunduki zao kama ishara. Usiku wa leo kuna majadiliano pia mjini humo ya kujadili iwapo Iran itafanya mazungumzo na Marekani, ila swala la kutoaminiana limetia shauku kubwa. Ni bora kama mazungumzo hayatafanyika. Vita vinapaswa kuendelea hadi Marekani na Israel zitakaposhindwa. Lakini watu wa Iran wanateseka. Hakuna matatizo na uchumi na tunataka Marekani iondoke Mashariki ya Kati. Mitaani maumivu yanaongezeka, bei zinapanda na kazi hakuna. Lakini viongozi wa Iran wanasisitiza kwamba watastahamili hali. Raia wengi wa Iran wanatuambia hawataki kuzungumza kwenye kamera. Usalama unaonekana kuimarika zaidi. Wakiwa hawarekodiwi kwa kamera, wengi wanatuambia wanachokifikiria. Vita vinaweza kusaidia kubadilisha utawala. Ninaamini vita ni bora zaidi, na hiyo ni bora zaidi kuliko hali hii. Raia wengi wa Iran wanatuambia hawaamini kwamba usitishaji mapigano huu usiotabirika utadumu, na ikiwa vita vitarudi kutakuwa na mashambulizi zaidi ya Marekani na Israel kwenye maeneo ya kijeshi. Lakini pia inaonekana wazi kwamba raia watateseka. Katika mtaa huu mjini Karaj, nyumba nyingi ziliharibiwa. Watu 17 waliuawa, wakiwemo 8 kutoka familia hii. میخوام بدونم به چه گناهی این خواهر جوان من این برادر جوان من. Nataka kujua kosa lao lilikuwa lipi. Ni dhambi gani ambazo mdogo wangu, baba yangu na dada yangu walifanya hadi kuuawa kwa makombora mawili? Tazama nyumba hii kuanzia juu hadi chini. Je, unaona kambi zozote za kijeshi hapa? Hili ni eneo la makazi. Ni vigumu kwetu kubaini katika ziara moja kama kulikuwa na eneo lililolengwa la kijeshi hapa. Katika makaburi makuu ya Karaj ni nyuso ya vita hivi. Upande huu ni makamanda wakuu na wafanyikazi wa usalama. Katika makaburi mapya karibu na hapa, wengi wao ni raia. Familia ya watu 8 imezikwa hapa. Karibu nao familia ya watu 15 wakiwemo watoto 6. Kando ya makaburi hayo
Kuna majadiliano kuhusu kama mmoja wa wanaume hao alifanya kazi na jeshi la Iran. Kwa sasa maisha yamesimama. Hakuna vita, lakini hakuna amani pia. Hakuna uhakika wa kitakachofuata. Kitafakari hayo msikilizaji, na rudi kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuona maoni ambao umetutumia hapa. Matisho Junior Matisho ukiwa kule Mwanza Tanzania, asante sana kwa kuwa nasi. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi unasema Marekani ondoa vikwazo dhidi ya Iran na uvimalize vita. DX Papasi anasema Afrika Kusini wamejua kukosea heshima wa Afrika wenzao, inauma sana. Nikushukuru pia Kiswiti Boy. Miraji Mwana wa Kibinda unasema unategea sikio matangazo haya kupitia Radio 1. Nikushukuru Dominic Mali. Jafari Kopo ukiwa kule Moshi Tanzania unasema Afrika ni moja, tusibaguane. Asante Eugene Job Mwale. Musa Joel Petro kwa kule Tarime Tanzania. Melo Supo kwa Iringa Tanzania unasema tume imeongeza machungu na maswali mengi zaidi. Dedatas Diloy ukiwa kule Kigoma Tanzania na Isa Juma ukiwa Mbeya, asanteni sana kwa kutegea sikio matangazo haya ya Dira ya Dunia. Pia vile vile namuona Semakula Emad anasema anatupata moja kwa moja kutoka Arusha 6 Ways na yuko kule Tanga Tanzania. Nikushukuru pia Aisa Sambo mpenda amani ukiwa Tanzania. Lakini sasa namuona Shoaib Ibrahim tayari ashapasha misuli yake tayari kukupasha taarifa za michezo. Na asante. Aliyekuwa beki wa Liverpool na timu taifa ya soka ya England Jamie Carragher amesema kaimu mkufunzi wa Manchester United Michael Carrick atainua United kama kocha mkuu wa kudumu msimu ujao kufuatia mafanikio yake msimu huu kama kocha wa muda. United wanakaribia kurejea katika ligi ya mabingwa Ulaya baada ya kujimarisha kwenye nafasi ya kufuzu kufuatia ushindi wao wa bao 2-1 dhidi ya Brentford usiku wa kuamkia leo. Huku wakisalia na mechi 4, United walio katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa jedwali la EPL wanahitaji tu pointi 2 kuthibitisha nafasi yao kushiriki mashindano ya ligi ya mabingwa msimu ujao. Kwa sasa wako pointi 11 mbele ya Brighton walio katika nafasi ya 6 na wanaweza kuhakikisha watacheza soka la Ulaya msimu ujao iwapo wataondoka na pointi 3 weekend hii watakapoalika watani wao Liverpool. Kocha wa muda Carrick sasa amewasaidia United kushinda mechi 9 kati ya 13 tangu wachukue wadhifa huo mwezi Januari, na Carragher anatarajia kuwa kiungo huyo wa zamani wa United atapewa kazi hiyo ya kuwatilia makali the Red Devils kama kocha wa kudumu kutokana na matokeo yake ya kuvutia. Na kipa wa Algeria Lucas Zidane huenda asicheze michuano ya kombe la dunia mwaka huu baada ya kujeruhiwa utaya na kidevu wakati akichezea klabu yake ya Granada katika ligi ya daraja la pili nchini Uhispania. Mchezaji huyo ambaye pia ni mtoto wa nguli wa zamani wa Ufaransa Zinedine Zidane alitolewa nje baada ya kugongana na mpinzani wake wakati